Hello Tabora, jiji lililobarikiwa asali na ukarimu wa watu. Karibu kwenye mitano ya nguvu ya ZVP Online. Hili ni tukio la kihistoria linalofanyika kila mwaka kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ya ZVP Online kwa wadau na wafuatiliaji wake. Hapa utapata burudani safi za kaswida kutoka kwa waimbaji wenye level za kimataifa, na wazungumzia Huraira Classic Tanzania kutoka Dar es Salaam, pamoja na kupata nasaha kutoka kwa masheikh mbalimbali nchini, chakula, vinywaji na burudani nyingi mbalimbali. Huu ni mtoko uliokamilika kwa ajili ya familia, ndugu, jamaa na marafiki kuja kuenjoy na kujifunza. Ni tarehe 13 ya mwezi wa 9, 2024 kwenye ukumbi wa Citizen Hall Tabora mjini, kuanzia saa 1 kamili za jioni mpaka saa 6 kamili za usiku. Kwa kiingilio cha VVIP 50,000, VIP 30,000 na kawaida ni shilingi 20,000 tu. Usipange kukosa hii. Chukua tiketi yako mapema kuepuka usumbufu wa siku za mwisho. Mitano ya nguvu ya ZVP Online. Tunazidi kupasua anga. Nguvu zaidi ya jana. Tunazungumza yani mazungumzo yetu leo yanakuja katika mchanganyiko. Lakini kichwa chetu cha habari kinasema ubepari ni unyama, Hii ndio kichwa cha habari. Lakini tunaweza tukaingia mahali mwingi tu, lakini nia yetu ni kuonesha kwamba kweli ubepari ni unyama. Wakati wa utawala wa Mwalimu Nyerere, ilikuwa inazungumzwa sana mada hii kwamba ubepari ni unyama. Lakini mimi binafsi sikufahamu. Nimekuja kufahamu kwamba ubepari ni unyama katika hali hii ya sasa. Namna wanavyofanya Marekani, namna wanavyofanya Wayahudi, namna wanavyofanya hawa genge hili la NATO, ndio nikajua kwamba kumbe kweli yale yaliokuwa kizungumzwa wakati wa Mwalimu Nyerere kwamba ubepari ni unyama, kumbe ubepari ni unyama kweli. Tena sio unyama tu, hata ukisema kwamba ubepari ni unyama, basi bado umewaheshimu. Waswahili wanasema simba hamli mwanawe, atakubali kula majani. Lakini leo Marekani, leo Netanyahu, leo Zelensky wanaua watu wao. Simba hamli mwanawe, lakini hawa watu sasa hivi wanawaua watu wao. Ni yale, na sababu kubwa ni huo tu, wadumishe ile simboli yao ya ubepari uje juu. Ndio hivyo tu, wanaua tu. Leo ukitizama Wamarekani wengi sasa hivi wameshakufa. Hata Waisraeli wenyewe. Kwani ukisikia wanapigana, Zelensky anapiganisha huko Ukraine, kwani Ukraine hawendi Israeli? Wanaingia, ndio wanashika pengine nafasi za kitaalamu, wanaingia, lakini wanauawa. Ukraine wanauawa hapa Zelensky, na walipoingia hapa kwa Putin wanauawa. Sasa hivi wameshauliwa na vitu vyao vishabomolewa. Taarifa iliyopo imebakia Putin amebakiza labda kilomita chache aweze kuikomboa nchi yake. Kwa hivyo wanauawa vile vile. Wenyewe Waingereza wanauawa, wa Marekani wanauawa, wa Israeli nao wanauawa. Ndio, na wao wanaua, lakini kifo cha kwao wao kinakuwa kikubwa sana. Leo tunasikia kwamba hii Ukraine wengi wamefariki, lakini kwa sababu kuna genge la mabepari duniani, wanatamani mali ya dunia yote iwe upande wao. Halafu watu wote wawe maskini, matajiri wawe wao tu. Wala hawajali kwamba hii inawafanya wafe watoto wao, sio watoto wao hawafi. Kila mmoja katika ukitizama hawa mabepari wa Uingereza wale watu muhimu wote. Huwezi kusikia kwamba mwanamke yule mtoto wa kifalme eti naye yuko kapelekwa Ukraine. Wala huwezi kusikia kwamba jamaa wa kifalme kapelekwa Ukraine. Wala huwezi kusikia kapelekwa hapa. Wanawachukua watoto wa watu maskini, wale vibarua ambao kaka zao, dada zao wanafanya kazi ili waweze kuendesha. Sasa wameshatiwa mule. Kwa hivyo wanauliwa tu. Ubepari kwa kweli ni unyama. Na rafiki, tuelewe sisi hasa wa Afrika, rafiki wa adui basi na wewe atakuwa adui yako tu. Kwa hivyo hawa kina Zelensky, NATO,
Hawa sisi hatuwezi sisi wa Afrika watu wanaopenda haki, haiwezekani hawa wakawa marafiki zao. Hawa watakuwa marafiki wa mabepari wenzao ambao wako tayari kuuza roho za watu. Leo ukisikia hapo kwa Zelensky Ukraine maafa yameshatokea makubwa sana. Na ukitizama sababu gani, au kama utajiuliza hivi sababu gani Marekani hawa mabepari Marekani, hawa mabepari NATO wanatoa silaha namna hii, wanatoa vifaa vya kivita namna hii, wanatoa jeshi kubwa namna hii, halafu wakishalifikisha hapo Ukraine linauliwa lote, lakini bado wanatoa jengine. Na hii inafahamika kwamba wakati wowote vita vina mwanzo na vina mwisho, na mtu yoyote anayepiganisha vita anatizama hatima ya watu wake. Atakapoona kwamba vita hivi mimi sishindi na watu wangu wanapotea kwa wingi, basi anakubali. Kama kuna njia ya mazungumzo, anaingia ndani ya njia ya mazungumzo. Lakini bwana, ubepari ni unyama. Washafutwa pale Cruise, washafutwa wa Marekani washafutwa takriban % 90 ishafutwa. Lakini kule Marekani bado wanachukua watoto wengine wa maskini, wanachukua watoto wa raia. Simba hamdi mwanawe, lakini hawa wanakula mpaka wale watoto wa raia zao wanapeleka wengine. Ukitizama hapo katikati kursi, vile ukitizama kiukweli wameshamalizwa Marekani, NATO imeshamalizwa pale, lakini bado wanakaa katika Congress au katika mipango yao huo, wanachukua watu wengine wanapeleka. Ubepari ni unyama, hawafikirii. Na ukitizama hasa kitu gani kinasababisha leo Marekani apigane na Urusi? Kitu gani kinasababisha leo Marekani aisaidie Israeli kuua Palestina? Kitu gani kinasababisha leo washirikiane wote eti waanzishe vita Mashariki ya Kati, vita isiyokwisha, waue mpaka watoto wachanga, waue vizee? Kitu gani? Ni ile kauli, hawa si binadamu. Ubepari ni unyama. Yani bado kwa shauki ile hamu yao ile wakamate ulimwengu, ukamate wao, wauongoze wao, mali za dunia ziwe mali zao. Basi wanachukua watu makundi, mamia kwa mamia. Karibuni sasa hivi tumesikia kwamba karibuni 7,000 wa Ukraine, karibuni 7,000 washapanguswa. NATO nao vifaa walivyopeleka pale Russia vyote vishapanguswa, na vyote na raia sasa hivi karibuni tunasikia na tuna uhakika kwamba hilo ni sawa. Kilomita chache sana zilizobakia Russia itachukua sehemu yake yote. Lakini hata ikichukua bado utakuja kusikia kwamba wanawakushanya wanawachukua raia zao wengine, wanawapeleka wao. Wamekaa kwenye majumba tu ya Congress, wao wamekaa katika majukwaa tu wakizungumza mambo ya kipuuzi, lakini wanaowapeleka kule sasa ndio wanakuwa wasirika. Kwa hakika ndugu zangu, ubepari ni unyama. Na tukisema ubepari ni unyama, lakini bado itaonesha tumeuheshimu. Ni kitu kibaya zaidi kuliko wanyama. Manake mnyama anaweza kufikiria mwanawe, mnyama anaweza kufikiria hali yake. Lakini hawa kina Netanyahu hawafikirii chochote mpaka sasa, hawafikirii chochote. Wao wanajua kwamba kama wataleta msimamo mzuri, kama wataleta mazungumzo, basi vita hivi vitakwisha na watu hawatoingia katika balaa ya vita wakafa. Vijana sasa hivi wengi wameshakufa na wameacha mayatima. Wamarekani wengi wameshauliwa, wameacha mayatima, wameacha wake zao na kila kitu. Ukraine wengi, lakini Zelensky bado kwa sababu ameshikana na mkondo ule unaojulikana wa mabepari ambao hauna huruma kwa watu, haufikirii chochote. Wao wanafikiria mali tu. Hata kama watu wote duniani watakufa, wao wanasemea potelea mbali, lakini wafanikie katika mpango wao wa kukushanya mali ya dunia. Kwa hivyo ni kweli ubepari ni unyama. Lakini sasa tujiulize sote sisi, hivi kuna sababu ya msingi kweli
kwamba Zelensky mpaka sasa asiwe tayari yeye kukaa katika kikao cha mapatanishi? Iko sababu ya msingi, baada ya kuona na watu wake wengi wanakufa, mali zake nyingi zinaharibiwa, na ile Ukraine ambayo iliyokuwa zamani sio sasa. Sasa Ukraine imeshakuwa maskini, imeshakuwa fakiri, watu wake wameshakufa wengi, maskari wengi wameshakufa, na yeye bado anaomba tu, na akiomba anapewa, na akipewa bado anapeleka kule ambapo sehemu ambayo anajua kabisa kwamba hawa hawatopona. Kwa kweli ndugu zangu, ubinadamu haupo katika ubepari. Ubepari ni unyama tu, na kwa hivyo tutahadhari sana. Hili jambo litusomeshe sisi, hususan wa Afrika. Maana yake wa Afrika ndio kama hivyo wasema, baadhi ya watu wasema tumeitwa wa Afrika, continent letu limeitwa Afrika kwa sababu watu wake ni mukafala, ni watu wa kughafilika. Sasa hivi kinatokea kitu, lakini sasa hivi wanasahau. Kwa hivyo haya yatufundishe, haiwezekani Muafrika akafanya urafiki na Marekani, haiwezekani Muafrika akafanya urafiki na NATO, watu ambao mipango yao ndio hii. Hawawahurumii hata watu wao, hawawahurumii. Wengi kuwa wanawahurumia. Sasa ushafika wakati wa kusema kwamba sasa tukae tuzungumze, lakini hawawezi kukaa kuzungumza kwa sababu shabaha yao ni mbovu, shabaha yao ni ya ukatili, shabaha yao ni ya ujambazi, ya waue watu, halizuru waipoteze mali zao na watu wao wapotee. Lakini wanatamaa kwamba tutashinda, na tukishashinda nchi hii Russia, Ukraine na wote watakuwa chini yetu. Ni mawazo ya kiwendazimu, haiwezekani kabisa, na tulishasema huko nyuma kwamba haiwezekani. Ukraine alivyoingia pale Russia, tukasema haiwezekani eti simba auliwe na paa akapigane na simba. Tangu lini? Na matokeo ndio haya. Paa ameshamalizwa, ameshamalizwa. Sasa wanapigwa mpaka kwa marungu. Sasa wanasakwa kama ngedere, mmoja wakiuliwa, na wale wengine wanaopata fikra wanasalimu amri. Sasa inakuwaje? Wanachotaka nini sasa? Mpaka kupitisha gharama za watu, watoto, wanawake, wanaume, kuingiza ndani ya fisadi kama hii. Kwa hivyo tunasema ubepari ni unyama, na wa Afrika tujifunze. Hawa wa Marekani, NATO, Waingereza, wa Faransa na wengine na wanaoshirikiana nao wengine, wote hawa sio binadamu. Vita vingi vilivyotokea, na tukatoa mfano hapa Nigeria ilitokea, lakini ilipofika hatua fulani Odumegu Ojukwu, generali yule aliopambana na mwiziwe, Gowon, alipofika mwisho alitizama maisha ya watu wake, akisema hapana, sasa hivi mimi waliokufa wanatosha, siwezi kupambana tena nikaendelea kuwaua watu wangu. Akakubali kushindwa, ikapatikana amani. Leo Nigeria inaendelea na salama. Hata Hitler alipigana, lakini alipoona kwamba sasa vita hivi siwezi nikashinda vita hivi, mimi siwezi kushinda. Kwa hivyo akaamua moja kwa moja Hitler kujitoa ndani ya vita, lakini asalimishe watu wake wa nchi yake kutokana na fisadi ya kuuliwa, na akamaliza, akakubali, na nchi yake ikapata salama. Lakini hawa mafisadi, watu wabaya bado hawakubali, kwa sababu ubepari ni unyama. Hawa ni wanyama, sio binadamu. Hawafikiri. Hata wale Mayahudi sasa hivi waliokwenda Ukraine wanauawa, walioko Mashariki ya Kati Mayahudi, hatuseme wengine, hawa watu wa Netanyahu wanauawa. Hawa ndio ambaye anasema Marekani ndio vipenzi vyake, wanauawa. Wa Marekani wanaua kule kwa Netanyahu, wanauliwa. Wakija Mashariki ya Kati wanauliwa, wakenda Ukraine wanauliwa, na wakenda kwingine huku wanauliwa, na bado hawajafanya huruma ya kuhurumia watu wao. Wakasema basi bado wanawapeleka tu. Kwa hakika jamani, bila ya kusita, ubepari ni unyama. Na hawa watu tuombe dua Mwenyezi Mungu awaangushe na awamalizie, lakini kwa nia yao
Fikiria tu hivi, kweli hawa maaskari wanaopeleka 7,000 8,000 hawa wanaweza wakaitawala Urusi? Wanaweza kuitawala Urusi? Na siku moja tunamalizia, tulisema vita vyovyote ukiona umezidiwa kwa mbinu ya vita, ukaona umezidiwa kwa jeshi, ukaona umezidiwa kwa morali ya askari, basi vita hivyo huwezi kushinda. Hii tulisema, na kwa haya yote NATO imeshindwa na Russia. Wale Russia wana tekniki kubwa sana ya kivita, ni wajuzi, ni wataalamu, na wana ujuzi wao wanawazidi hawa NATO. Sio hivyo tu, na silaha walizonazo wao pia ni kubwa na ni za kisasa zaidi kuliko walizonazo NATO. Sio hivyo tu, na hata mori ule wa kupigana Russia sasa hivi raia wenyewe wanajiandikisha waende vitani, lakini hatujasikia kwamba Marekani au Uingereza nao wanajipeleka wenyewe raia, basi wanasomwa kwa nguvu. Ukraine sasa hivi wanasomwa kwa nguvu, imefika hatua wanachukua mpaka watoto wadogo wanachukua, lakini wapeleke, na wanajua wakishawapeleka kule matokeo yake nini itakuwa. Kwa hivyo ndugu zangu, tujifunze wa Afrika kufuatana na jambo hili, na kwa kweli yaliyosema wakati ule kwamba ubepari ni unyama, basi pia waliheshimika mabepari, kwa sababu mabepari hawa ni wabaya zaidi kuliko wanyama. Mwenyezi Mungu ainusuru nchi kufuatana na shari za mabepari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.